Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Shauku kubwa ya Israel ya utawala wa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa taifa hilo, ni kuona wanaliangamiza kabisa kundi la Wapalestina la Hamas katika ukanda wa Gaza. Huu ni mpango madhubuti ambao serikali ya Netanyahu imepanga kwa ajili ya kuona kundi hilo linaangamia kabisa. Hata hivyo, Israel ya waziri mkuu Netanyahu mara kadhaa imekuwa ikishauriana na serikali ya Donald Trump na hata utawala uliopita wa Joe Biden tangu Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya Hamas kufanya shambulizi katika eneo hilo ama nchi ya Israel. Hata hivyo, zimekuja hoja tofauti. Moja miongoni mwa hoja hizo, kwanza ni kuliangamiza kabisa kundi hilo la Hamas, lakini pili ni kuhakikisha wanauteka ukanda huo wa Gaza na kuwa mikononi mwao. Marekani imekubaliana na mawazo hayo, hasa wazo la kuhakikisha kundi la Hamas linateketezwa kabisa. Hadi sasa Israel ikachukua hatua muhimu, ikiwa ni pamoja na kuanzisha operation maalum katika ukanda wa Gaza. Wakati huu imeingiza askari wa ardhini, lakini ikitumia wanajeshi wa kurusha makombora kuwasaka Hamas popote pale walipo. Kazi hii imeanza wiki hii, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni kwamba imefikia nusu, kwa maana wameshaanza kuiteka Gaza 50%. Kazi ni kubwa na inaendelea, huku baadhi ya wapiganaji wa Israel wakikutana na madhila, kwani yapo makundi mengi ya wanajihadi ndani ya Palestina ambayo yameapa kupambana na Israel. Ikumbukwe wa Palestina, hasa wanaoishi katika ukanda wa Gaza, tayari wameshakuwa na itikadi kwamba adui wao nambari moja ni Israel. Sasa wakati huu ambapo Israel inataka kuliangamiza kundi hilo la Hamas, ni jambo ambalo kimsingi wachambuzi wa mambo wanasema halitowezekana. Hamas haiwezi kutokomezwa, kwani itikadi haziwezi kushindwa kijeshi. Kama matokeo, mara nyingi pia inabainishwa kuwa jeshi linatishia kinyume kabisa kuleta itikadi kali kwa kizazi kipya cha Wapalestina, hasa huko Gaza, na kuongeza safu ya Hamas na kuajiri watu wapya. Ikumbukwe kundi la Hamas ambalo mara kadhaa limekuwa likipambana na jeshi la Israel limekuwa likishindwa ama kuachana na mpango wa vita kwa makubaliano, lakini kila kukicha viongozi wa Israel wamekuwa wakiwaua viongozi wakubwa wa Hamas na hata baadhi ya wanajeshi wao, lakini kundi hilo bado limeendelea kusalia. Ugumu wa kuliangamiza kundi la Hamas ni kwamba kundi hili linapambana kiitikadi zaidi, kwa maana umechukua dhana za Kiislamu za jihadi, kwamba wanapambana na adui wa Israel ambao wamewaona ni maadui zao tangu enzi na enzi. Inasemekana kwamba risasi haziwezi kushinda mawazo. Kauli mbiu kama hizi ni kuvutia na kwa kiwango cha juu ni za kweli, lakini pia kwa namna nyingine Israel inayoamini kwamba itaweza kutumia mtutu wa bunduki kuwamaliza Hamas, hili ni jambo ambalo halitowezekana. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa Hamas ikaondoka kwa muda katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini kundi hili kamwe halitoisha, na kwamba kundi hili litajijenga zaidi badala ya kutetereka. Ikumbukwe kundi tayari lipo, na kwamba kila siku kuna viongozi ambao wanazaliwa na wengine wanauawa. Lakini kwa muda mrefu matumizi ya nguvu na ghasia imekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa kuliondoa kabisa kundi hilo la Hamas, na hili imeshindikana pia. Kutumia vichocheo vya kisiasa au kiuchumi kumeshindwa mara kwa mara kubadilisha kuwa wastani au kuwatenga Hamas, kwa sababu rahisi kwamba uwezo wake wa kutumia ghasia umethibitisha njia mwafaka ya kufikia malengo yake, iwe katika suala la kukandamiza mchakato wa amani au kuchukua udhibiti wa Gaza kwa ghasia kuanzia nyakati za miaka kama vile 2007. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo wengi wameyaona mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ni kwamba wakati Hamas inadumisha uwezo wake wa kijeshi na ghasia, itabaki kuwa na uwezo wa kuundwa ukweli wa kisiasa. Ili kushindwa Hamas lazima ikataliwe, lakini hili pia haliwezi kutokea. Lakini je, Hamas inaweza kuondolewa kikamilifu? Jambo la kwanza ni kutambua malengo ya kuundwa kwa Hamas. Hamas iliundwa kama chombo cha kuwatetea Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza na taifa zima la Palestina, lakini pia wameunda kundi hili kwa ajili ya mapambano dhidi ya utawala wa Israel ambao umekuwa mara kadhaa ukichukua maeneo yao, na kundi hili limeundwa kwa itikadi za Kiislamu, kwa maana kundi hili limeundwa kwa itikadi za mapambano ya kijihadi, na hivyo kila wanaozaliwa wanakuta mazingira ambayo yanawafanya wakubaliane na itikadi za kundi hili la Hamas, na ndio maana wengi hawakati tamaa na wamejitolea kwa dhati kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel.
kwa sababu lengo kama hilo linaweza kufikiwa. Hata hivyo, haimaanishi kuwa ni rahisi kulikandamiza ama kuliondoa kundi hilo. Inahitaji kuundwa mbadala, na kuna hoja ambazo zinaweza kufanya kundi hili lishindikane kabisa kuondolewa katika ukanda wa Gaza. Kwanza ni hatua za usalama za mara kwa mara hata baada ya vita, ili kuhakikisha kwamba Hamas haiwezi kujiunda upya. Lakini hoja hii haiwezi kufanikiwa kwa sababu Hamas haina haja ya kurejea katika nguvu zake za kabla ya vita, ila inahitaji tu kujijenga upya na kuwa na uwezo wa kutosha kuharibu juhudi za baada ya vita za Israel. Lakini pili ni juhudi za haraka na muhimu za kurejesha na kujenga upya lazima zifuate vita. Huzuni na hasira hazitotoweka, lakini mabadiliko ya kuaminika na yanayoonekana katika hali halisi yanaashiria watu wa Gaza kwamba wanaweza kuanza kuchukua vipande vya maisha yao. Tatu ni kwamba mamlaka ya Palestina itahuishwa. Mradi wa Palestina wengi wanaona kuwa ni haramu, lakini Hamas inaweza kujionyesha kama njia mbadala inayofaa. Kuhuisha mamlaka ya Palestina kunamaanisha kushughulikia rushwa na utawala mbovu, wakati wa Palestina wanaona viongozi wao kama wezi wasiofaa na wanaoshirikiana na mamlaka za Marekani na mataifa makubwa ulimwenguni ambayo yanashirikiana na Israel, na hivyo kuwashawishi raia wa Kipalestina kuachana na mapambano dhidi ya wale wanaowanyanyasa ni jambo ambalo halitowezekana. Lakini wachambuzi wengine wanasema kwamba hata kama kundi hilo litaweza kuondoka katika ukanda wa Gaza kutokana na operesheni hizi zinazofanywa na Israel, lakini kumbukwe huenda kundi hilo likajiunda upya na kuongeza nguvu zaidi katika nchi nyingine, ikitokea kwamba Marekani pamoja na Israel wamefanikiwa kuuteka ukanda wa Gaza, huku mataifa ya Kiarabu yanayopanga kujenga ukanda wa Gaza yakiwa hajafanikisha hilo. Kuna uwezekano kundi hili likaenda kushirikiana na makundi mengine, ikiwa ni pamoja na kundi la Hizbullah la Lebanon, lakini pia na makundi mengine kama vile kundi la Wahuthi wa Yemen na makundi mengine ya kijihadi ambayo yapo ndani ya Palestina. Halafu jambo jingine, kumbukwe kwamba si kundi la Hamas tu ambalo ndilo lipo ndani ya ukanda wa Gaza, lakini yapo makundi mengine ya Jihadul Muslimina, makundi ambayo yanapambania jihadi, makundi ambayo kimsingi ni kama vile yamejitenga na Hamas, lakini yamekuwa kipambana na wanajeshi wa Israel hata wakati huu ambapo Israel ipo katika operesheni yake huko katika ukanda wa Gaza. Taarifa zimeeleza kupitia shirika la habari la Fars kwamba kuna idadi kadhaa ya wanajeshi ambao haikutajwa kutokana na unyeti wa taarifa hizi, ambazo Israel kama haitaki kutaja idadi ya vifo vya askari wake, kwamba askari hao walikuwa katika maeneo ya Jenin, walikuwa wakifanya operesheni zao, lakini kilichowakuta ni kwamba kundi ambalo si la Hamas liliweza kufanya mashambulizi na hatimaye kuwaua askari hao wa Israel waliopo katika operation ya kuhakikisha wanautawala ukanda wa Gaza. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kimsingi Israel inapambana tu katika kipindi hiki kuwa raia wasiokuwa na hatia kwa kile wanachosema kwamba wanataka kupambana na Hamas, lakini kamwe kundi hili hawatoweza kupambana nalo kabisa, na hata kama wataua viongozi wengi, lakini kundi hili kimsingi kutokana na itikadi zake hawatoweza kulimaliza. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World.